na kati ya yaliyo najisi na hayo yaliyo safi. So, damu inapokusukuma kufanya kitu inakuharibia. Roho, yani moyo unapokusukuma kufanya kitu kibaya, kwa sababu hujampenda Mungu kwa moyo wako wote. Unaona? Neno moyo wako wote inamaanisha si kwamba haumpendi, unamjua yupo lakini umepangia nusu. Angalia, katika ibada mpangie Sunday, lakini kwa sababu kuna kazi inakuzuia. Sawa, mpangie Mungu Sunday, lakini kuna kazi inakuzuia. Lakini usipangie Sunday ukifanya kitu kibaya. Juzi nilikuwa naongea na watoto wangu na hata jana. Hawa watoto wangu wengine wa kiroho, unajua nimekuja kukutana nao wengine, na niliachana nao wengine hata usiku sana. Amen. Walikuwa wananiambia aje, wajua baba, sasa wale watu wanapatikana Sunday sana, lakini katikati ya wiki wao hawapatikani. Nikamuuliza, wewe unataka wakule nini? Unajua ukiwa baba lazima wafundishe. Nikamwambia wale watu ijapo ni washirika na wengine ni wahuduma, lakini ukumbuke wana maisha yao na wana familia zao wanategemewa. Sasa wewe kila siku nataka uwaone hapo nyumba watalipa na nini? Na hizo sadaka wanazitoa. Na ukiwa na jambo lako kwa kanisa, watasimama na wewe vipi? Nikamwambia wakipata nafasi kama waje ndani kazini watakuwa. Lakini kama wamepata kazi na shukuru hata ukiwa peke yako. Amen. Lakini anayekaa tu kwa nyumba kwa sababu anaangalia TV, huyo ni mshamba na roho ya umaskini. Huyo anayezubaa tu na simu, huyo ni mshamba na bado ana roho ya umaskini. Lakini yule ameenda kazini pale hana time. Simu anaishika wakati anakula. Unaelewa? Haleluya. Amen. Simu anafanya nini? Anaishika wakati anakula. Tena kitu cha kwanza haingii TikTok, anaangalia ni nani amenitafuta. Akikuta hakuna, ndio anaangalia status. Akikuta pia status walioweka ni ujinga tu wa mchamba, ndio anaingia kwa Biblia. Wewe uko na ngoja nikwambie TikTok. Anaingia kwa Biblia, anatafuta kifungu cha kumbariki. Akishabarikiwa hapo, hebu za kazi zimefika. Ukumbe lazima nikaende TikTok. Naona mtu anajisukuma sana lakini sitaanguka. Haleluya. Amen. Ndio baadaye ukishamaliza kazi umefika kwa nyumba, kitu cha kwanza unaposhukuru Mungu bwana umefika kwa nyumba salama. Haya, oga umalize, angalia ni chakula gani umepika, nini whatever kimebaki jana. Kama uko peke yako, pambane na hali yako. Kama uko na mwenzako, atakuhusisha. Si sawa? Alafu na wewe unakula. Alafu ukishakula unaangalia kama ni kajuzi, kama hakuna TV. Sasa ndio unaangalia sasa neno la kukubariki. Alafu ndio unashukuru tena, unaingia kitandani. Lakini uko inalazimisha niingie TikTok. Alafu ndio unaingia sasa kitandani. Amen. Sasa ukishaingia pale, neema ya Bwana inatosha. Ukitaka kuangalia nani akaunti yetu ya Yahweh, najua hautupendi. Maana tayari na ile neema ya kwamba mahubiri tunayasikiza sana. Lakini sometimes tamani pia angalia ibada vile zinazo kwenda. Sisi sawa? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So nikawaambia wale watoto wangu, hao watu wache ruhusa yao, wacheni wafanye kazi. Wakifanya kazi kule bado wanaendelea kuhubiri Injili.
wanasema oh, tumeelewa. Maana wengine ni wahuduma na tuliagana tufunge na tunafunga, lakini hawakuji kanisani, lakini Jumapili tunawaona. Nakwambia sasa, hiyo ni nzuri kabisa, kwa tunatakana wewe ufunge peke yako, hata wao wasifunge. Haleluya, amen. Kwa sababu huwezi kutembea na akili za mtu kaziweka mfukoni. Si mimi akitembea najua Yesu ni nani kwake na shetani ni nani kwake. Maana utakaa bila mimi si yule pastor nipone kwa njia. Mbona bana wewe ni mtu mzima. Ukikuja hapa siku kuita ni Mungu alikuongoza kufika hapa. Kwa hivyo tufanye huduma na nikuhudumie na wewe unamhudumia Mungu wako. Haleluya. Amen. 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 Endelea. Tena mpate kuwafundisha wana wa Israeli amri hizi zote ambazo Bwana amewaambia kwa mkono wa Musa. Nilikwambia ya kwamba unaona hilo neno la kumbukumbu la Torati. Nimekwambia Yesu wakati huo alikuwa hajatokea, but alikuwepo kiroho. Mfumo wa mwili alikuwa hajatokea. Alipotokea katika mfumo wa mwili alikuja akasema nao sasa. Hapa katika kitabu cha Marko 12:3. Amen. Marko 2:30 unasema, nawe mpende Bwana Mungu wako. Unaona inarudia tena kama vile. Hello? Yes. Ukianza hapo juu inasemaje? Tukajibu. Rudia huko juu kabisa. Amen. Na mmoja wapo wa waandishi akafika. Unajua niliwaambia mmoja wa waandishi ni mtu. Unaweza niambia ni mtu anakaa aje? Mwandishi inamaanisha nini? Mtu anayejua sheria sana mpaka yeye anaziandika. Nicheza ni wakili ama ni jaji. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Anajua ile sheria. Sawa? Anajua ile sheria tena vizuri sana. Mwandishi yeye ndo anaandika. Alafu anakuja anamuuliza Yesu kuhusiana na mambo na Torati ama kwa ufafanuzi zaidi iko katika kitabu cha Luka, mwanasheria. Hapa ni mwandishi, hapa nataka nikulete kwa mwanasheria. Tunajua sheria, hakuna wakili anakosa kitabu cha katiba. Hakuna jaji anakosa katika kitabu cha katiba. Wabunge, hiyo ndio kwanza lazima wakipitie. Ndio maana wanasema katiba wanaenda section 2 sijui nini. Kwa hivyo wanazijua. Na ndio maana ukipata wakili, nasema ukipata wakili, hata kama unajua umegeuka katiba lakini umempatia pesa, atakutetea kwa hiyo katiba. Sasa Mafarisayo walikuwa wanajua neno, lakini walikuwa wanataka fedha. Walikuwa wanataka kupotosha watu. Sawa? Mimi najua niko na wakili mmoja hapa. Usijali wakili, sikuharibia kazi yako, lakini hiyo kazi unaifanya. Mungu akuongoze. Haleluya. Amen. Niko na mtoto wangu mmoja ni wakili, a lawyer. Lakini hamwezi kujua na wala anasema wewe tulia kwanza, nitakuja kusema mwenyewe wakati nimefanya jambo kubwa hapo kanisani. Aliingia juzi. Bado ni wale wageni waliochaguliwa juzi. Amen. Amen. Sasa lawyer ni mwanasheria. Sasa hapa napo kitu kilikuwa kinaongelewa, ilikuwa huyu mwanasheria anajua kabisa
Hata yeye ndo aliambiwa, kwani imeandikwa nini katika Torati? Yeye ndo akajibu. Wacha tuone. Amen. Yeye ndo alisema hiyo Torati. Baba alikuwa anaelewa kabisa. Kwa hiyo hata wewe kumuuliza kwani imeandikwa nini katika sheria ya Kenya katiba, anajua kama hizo namba mwana sheria anakwambia imeandikwa A B C D, na wewe hata ujui. Unajua wewe ni Mkenya ndio ulipitishwa katiba na ujui sheria. Ama unajua? Wewe unajua ni sheria moja. Kuna mahali sisi pita bila kitambulisho. Hiyo tu. Wacha tusikie mwana sheria. Kitabu ni cha Luka 10:25 inasema, na tazama, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu. Yaani ni mtu mjuaji. Ni mtu mjuaji. Wajuaji ni wengi wako. Wanajua neno. Na wanajua ukweli. Lakini wanaweza kukuemelea jambo fupi. Yaani kuna tofauti ya kuwa unajua kitu lakini hujui kukufafanua. Lakini unakijua. Na tazama, mwanasheria mmoja ndio alisimama amjaribu. Alisimama ili amjaribu. Akisema, Mwalimu, nifanye nini? Tena anajifanya na mheshimisha. Ndio ni mwandishi. Anamwambia mwalimu, nifanye nini? Sikiza. Mwalimu, nifanye nini? Ndio. Ili ni urithi uzima wa milele. Ili ni urithi uzima wa milele. Akamwambia, imeandikwa nini? Imeandikwa nini? Katika Torati. Sasa unaona, tumesoma kumbukumbu la kumbukumbu la Torati, si ndio? Na hapa ndipo tunaambiwa imeandikwa nini katika Torati. So unaona maneno yaliandikwa kabla hata hajafika katika huu mwili, lakini aliyakumbusha. Kwa hiyo Yesu si kigeni kila anachoambia watu. Amen. Mungu alikuwa ameanza kuambia watu kitambo. Akasema sikuja kuitambua, nimekuja kuikamilisha. Amen. Sasa wewe uliona Yesu alikuwa ako nayo katika akili. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Sasa na sisi tumesoma kumbukumbu la Torati na bado hapa Yesu anakukumbusha. Sawa, kama kuna mtu ambaye ameingia anashangaa kumbukumbu la Torati ngapi? Utaenda kujisomea kumbukumbu la Torati 6 kuanzia 5 utakutana na haya tunayoongea. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Endelea. Imeandikwa nini katika Torati? Imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Wasomaje? Yaani wewe unaisomaje hii Torati? Hiyo katiba. Wacha tusikie anasemaje? Akajibu akasema. Yeye mwenyewe ndiye aliyejibu, sio Yesu aliyemsomea. Mpende Bwana Mungu wako. Ya kwanza. Kwa moyo wako wote. Ya pili. Na kwa roho yako yote. Ya tatu. Na kwa nguvu zako zote. Ya nne. Na kwa akili zako zote. Hapa muongezea nini? Akili. Uelewe maana ya nguvu inaletwa na nini? Na akili. Sawa? Maana ya nguvu inaletwa na nini? Na akili. Unaelewana? Kwa hiyo ukimpenda Mungu kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Kama ni ndoa nahitaji kwa Mungu. Kama ni kazi nahitaji kwa Mungu. Kama ni jambo lolote nahitaji kwa Mungu. Lakini hautalitafuta kwa hii msukumo wa damu. Hautalitafuta kwa msukumo wa hisia. Amen. Chochote unachokiomba, chochote utakachokielekeza, akili yako kwanza itagonga Mungu. Hata unapopigwa vita utasema nampenda Mungu. Amen. Haleluya. Amen. So imeanza inarudi tena inasema mpende Mungu wako. Hebu rudia hapo kwa mpende. Akajibu akasema. Mpende Bwana Mungu wako. Mpende Bwana Mungu wako. Kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote. Na kwa roho yako yote. Haya. Hakuruka kwa moyo na akakuja kwa roho. Ukishua unampenda Mungu kwa roho yako yote. Unaona sasa hatujabarikiwa vizuri
Sisi kama kuna watu tunafaa tubarikiwe ni Wakristo bwana. Amen. Kama kuna watu wanafaa wamiliki vitu vya thamani ni sisi tuliookoka. Amen. Usifikiri Yesu anasikia raha wakati wewe unajaa. Kuna majaribu ya Mungu na kuna majaribu yako kwa sababu umeyaruhusu wewe mwenyewe. Maana sivyo Mungu alivyokuagiza. Alichokuagiza upende. Sote. Eda unacho ama hauna. Yeye aliyekuleta hakukosa akili. Yaani hivi kwa akili zako wewe ukikaa ukifikiria unaona Mungu aliniacha. Alikuachaje ili hali hata kuna mtu mwingine hajazaliwa duniani na wewe umeletwa duniani. Hivi Mungu hana akili kwamba yeye alikuleta tu bahati mbaya duniani? Ni sisi ndo hatuna akili, kwa maana akili zetu tumezipatia dunia kuliko yeye aliyetuleta. Nilidhani nitapigiwa makofi. Kwa sababu tumeletwa, tumekuja kukutana na vitu. Sasa akili zetu zimeshawishiwa na zile vitu hata kuliko Mungu mwenyewe. Tunaiacha barabara ambayo Yesu alisema tembeeni na. Huku akili imekukamata na mambo mengine. Mungu unakupenda kidogo sana. Na alikwambia mpende kwa moyo wako wote. Lakini moyo wote unaupatiana dunia. Sasa Mungu unamtafuta tu wakati nikiwa nina shida. Isiwali kama ingelikuwa ni wewe. Mtoto wako wakati ako na nguvu, wakati ako na mapesa, hakuthamini kabisa. Lakini Mungu ni wa rehema. Hata ufanya yote kumkujia vizuri, atakupokea. Amen. 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 Hello. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Yes. Na kwa roho yako yote. Sikiliza hiyo. Na kwa nguvu zako zote. Anaongea na wewe, please. Mungu anaongea na wewe. Amen. Na nadhani na huo moyo ulio hapa. Nadhani na huo moyo ulio hapa. Unaelewa mwanangu? Ndio. Anaongea na wewe. Uko naye, unafaa kubarikiwa na wewe. Tusemezane tu kweli, tunastahili kubarikiwa. Hakika. Hata kama kuna hali ulionayo, geuka. Turn, ufesi Mungu. Kwa matendo, kwa tabia, atabadilisha maisha yako. Atabadilisha maisha yako. Amen. Amen. Endelea. Na kwa akili zako zote na jirani yako kama nafsi yako. Hebu songa kwa mbele kidogo. Endelea. Akamwambia, sikiza hapo. Umejibu vema. Ndio. Fanya hivi. Ndio. Nawe utaishi. Gusa tena. Naye akitaka kukidai haki, alimuuliza Yesu, ndio, na jirani yangu ni nani? Nataka hapo niwafafanulie kwa jirani. Yesu akajibu akasema, ndio, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi. Sikiliza hivi hapa pastori, tusitaongea mpaka kaisha. Wakamvua nguo. Hiyo ni mfano Yesu anampatia ule mtu aelewe. Tunataka nikutofautisha kati ya majirani zako na Yesu. Bado kuna mtu hapa aongeleshani na jirani yake. Na uko na haki wakati mwingine. Endelea. Amen. Akaangukia kati ya wanyang'anyi. Wakamvua nguo. Wakafanya nini? Wakamtia jeraha. Wakafanya nini? Wakaenda zao. Wakafanya nini? Wakimwacha karibu ya kufa. Majirani hao, marafiki zingine wamekurarua vibaya, wamekupiga. Alafu na nasibu kuhani mmoja. Sasa kuna pasta
Sawa? Akakuangalia. Hilo endelea. Kwa nasibu kuhani mmoja ndio alishuka kwa njia ile. Na alipomwona hakukosa mwanasheria pia. Pita kando. Endelea. Na Mlawi vivyo hivyo. Mlawi vivyo hivyo. Alipofika pale, ndio akamwona, akapita kando. Alafu lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo. Na alipomwona alimhurumia. Alafu akakaribia akamfunga jeraha zake. Akizitia mafuta na divai. Alafu akampandisha juu ya mnyama wake. Sikiliza vizuri. Endelea. Akampeleka mpaka nyumba ya wageni. Akampeleka mpaka nyumba ya wageni. Akampeleka mpaka nyumba ya wageni. Alafu akamtunza. Alafu hata siku ya pili ndio akatoa dinari 2. ndio